Tunahitaji ardhi yetu irudi mikononi mwetu. Full stop. Sasa tuachieni. Nilianzisha mimi na ndamuomba mheshimiwa mbunge wa Simanjiro twende ofisini tuitie mwekezaji. Nikuambie kwa dhati ya moyo wangu, ni ardhi ya Watanzania hususan wana Monduli na wana Simanjiro irudi mikononi mwao na si vinginevyo. Na hilo najua unaliweza, na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan amesema anapoondoka 30 hataki kuwaachia Watanzania magorofa, anataka kuwaachia tabasamu. Na tabasamu atakaloachia wana hawa wa Monduli na Simanjiro ni ardhi yao iliyotaliwa na mwekezaji ambaye ameuziwa tena bila kufuata utaratibu. Sasa leo kitu ambacho tumenufaika hapa ni kuelewa nafasi ya tatizo letu, na ushauri mliotupatia ndio ambao mimi naenda kushughulika nao. Hivi ninachoahidi na maanisha naenda kukifanya. Nitawasimamia mpaka pale ambapo tutasema nguvu zangu zimeisha, ambazo hiyo ndio ilikuwa ahadi yangu niliyotoa kwa Mheshimiwa Rais. Nitamsaidia Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mimi sitawaacha. Mheshimiwa mbunge, sitakuacha. Mheshimiwa James Ole Miriam kokote aliko, sitakuacha. Tutashirikiana katika hatua zote tupate suluhu, turudi hapa tulete majibu. Jibu kubwa sio tunataka sisi hapa ni malisho. Basi. Malisho tu. Mambo yamekwenda, yamerudi, yamekataa, hii yote ni utaratibu. Lakini mwishoni tupate nini? Malisho. Mheshimiwa mbunge wangu wa jimbo la Monduli, tunakushukuru kwa sababu unatutendea mwema. Kuanzia tulipoanza migogoro hii hatujawahi kufika hatua hizi, lakini ulipoingia tu kwenye ubunge wa jimbo la Monduli, sisi kama kijiji cha Oldonyo tumepata imani na tuna imani na nyewe viongozi wetu wote wa wilaya ya Monduli.